Lengo la mradi ni kuwakomboa wananchi kutokana na ile hali ya kulanguliwa na walanguzi wakati wa mavuno, wakati bei zinakuwa ndogo. Tukiwa na ghala hili, wananchi watatunza mazao yao ghalani na kuhifadhi wanaposubiri bei kupanda. Lakini pia kupitia ghala hili kuna fursa za mikopo. Taasisi za kifedha hususani mabenki wanathamini sana mazao yakiwa kwenye godown, hasa kwa mfumo wa stakabadhi ya mazao ghalani. Kupitia mfumo wa stakabadhi ya mazao ghalani, mwananchi anaweza kaweka mazao yake na kisha kakopa pesa akisubiri bei kupanda, wakati ambapo mahitaji madogo kama kusomesha wanafunzi, kulipia karo, lakini na mahitaji mengineyo akapewa mkopo, kisha baada ya kupanda akaja akauza kwa bei nzuri. Lakini pia kuna mpango mkakati tulio nao. Tunategemea katika mpango mkakati wetu tulio nao tegemea kupata mashine kwa ajili ya kupandisha zao hili la thamani, ili tuweze kuuza mchele badala ya kuuza mpunga. Ambapo pia tuna mpango mkakati tulio nao ni kupata nembo ya biashara yetu ambayo itawakilisha mkoa wetu wa Rukwa, ili tuuze mchele wetu kupitia nembo hii. Jumla ya wananchi watakaonufaika ni 1192. Mradi huu ni wa Tija Tanzania kupitia shirika la AGRA, lakini pia kuna washiriki wake ambao hasa kiendeleza mradi huu wa ujenzi, shirika la Miko ambao tumeendelea kufanya nao kazi mahali hapa. Naona ni mradi mzuri, kwanza ni jambo la heri, tunamshukuru Mungu. Tulichokuwa tunakitarajia tulijua hatutakipata, tulikuwa tunaona kama ndoto. Tunamshukuru Mungu, tumekitarajia tumekiona. Najua huu mradi utatusaidia kwa sisi wanawake kwenye mnyororo wa thamani. Kwa sababu huu mradi tutatunza mazao yetu, pia tutapata mikopo ya kutusaidia sisi kwa ajili ya kuendesha ujasiriamali tukiwa kina mama. Nategemea kwa kupata mikopo kwa ajili ya kutunza mazao, kwa sababu ukitunza mazao kwa bei ikiwa ndogo, ukitunza mazao unaweza ukaja kuuza kwa bei kubwa. Pia ukipata mkopo unaweza kupeleka watoto shule kabla hujapata pesa zile ndogo kwa ajili ya kuuza yale mazao kwa bei ndogo. Nikipata mkopo unaweza kunisaidia nikapeleka watoto shule wakasoma. Tumetunza mazao hapa kwa muda kwa sababu tunasubiri ghala likamilike. Likishakamilika basi tutahamisha tupeleke kwenye ghala. Kwa hapa tu tuko kwa muda. Ndio. Manufaa ya ghala ni nini hasa? Wewe wewe kama mwanachama. Manufaa ya ghala ni pale tutakapopeleka kule, manufaa yake tutayapata pale endapo tutakuwa tuna uhitaji wa pesa kwa wakati na kututunzia mazao yetu mpaka kwa wakati ambapo tutakapokuwa tunahitaji kuwa na shida na kutatulia shida zetu. Kimsingi Miko ni watekelezaji wa program ya Tija ambayo inafadhiliwa na shirika la AGRA. Kwa hiyo kupelekea kujenga ghala kwenye kijiji cha Sakalilo ilitokana na mahitaji ya wananchi, ambapo ilionekana kwamba uzalishaji wa mpunga kwenye hicho kijiji ni mkubwa sana, kwa sababu ni kwamba kuna skimu ya umwagiliaji ambao wananchi wanaweza kalima mara 2 kwa msimu. Kwa hiyo ikaonekana kwamba ni vizuri kuwe na ghala la kuhifadhia mpunga, kwa sababu mwisho wa siku kama hawawezi wakawa na sehemu ya kuhifadhia kama hii hapa, maana yake hawawezi wakawa na masoko ya uhakika ambayo yanahitaji kuwa na mzigo mkubwa ambao uko umehifadhiwa sehemu fulani. Ghala hili ni kwamba mpaka litakapokamilika linategemea kutumia kiasi cha shilingi milioni 155, ikiwa hapo ni kuna mchango wa wananchi pamoja na halmashauri, na uwezo wa ghala tunategemea kwamba utaweza kuhifadhi kiasi cha tani 450. Na ni mazao gani mnalenga? Sana hapa tunalenga zao la mpunga, lakini vile wananchi wanaweza kahifadhi vile zao la mahindi. Ningeomba kutoa rai kwa vyama vya ushirika, lakini pia kwa taasisi za kifedha, ni kwamba tunategemea sana kwamba hivi vyama viwe na mitaji vya kuweza kuendesha haya maghala, kwani wakulima wanahitaji fedha kwa ajili ya mikopo ili waweze kutunza mazao yao wanaposubiria bei nzuri. Hivyo tunatoa rai kwa taasisi za kifedha kama benki, tunapokuwa tunaomba mikopo ya aidha ya pembejeo au ya stakabadhi ghalani iweze kutoka kwa wakati, ili wananchi waweze kuona tija ya kuwa na ghala katika kijiji chao.